Ufupi ni kwamba ni kweli Yesu alifunga ndoa huko Kanani, mji au mkoa wa Galilaya. Ni kweli Yesu alifunga ndoa na uthibitisho wote upo katika maandiko. Unaweza ukaona ile sehemu ambapo ukisoma Injili ya Yohana, pale sehemu ambapo Yesu alibadilisha maji kuwa divai. Ilikuwa ni kwenye harusi, sherehe ya harusi, sio sherehe kwamba party na nino, ilikuwa ni sherehe ya harusi. Maana hiyo ni kwamba kwenye sherehe ile unaweza kaona kwamba mkuu wa kamati ya vyakula pamoja na vinywaji alikuwa ni mama yake Yesu mwenyewe, na watu walioenda kusaidia kufanikisha jambo lile walikuwa ni wanafunzi 12 wa Yesu. Unaona? Na mtu aliyekuwa akipewa shida za harusi ile specifically alikuwa ni Yesu. Na andiko ukilisoma tu kama kulisoma halimuonyeshi bibi harusi na bwana harusi, isipokuwa linaonesha ilikuwa ni sherehe ya ndoa, yani harusi. Watu walikuwa wakioana, lakini waliokuwa wakioana haiwaonyeshi specifically. Kwa sababu ni gani? Inahitaji ufafanuzi wa hali ya juu kutambua kwamba bwana harusi alikuwa ni Yesu. Unaelewa? Bwana harusi alikuwa ni Yesu. Kwa hiyo Yesu alioa na alizaa watoto wengi tu. Kwa andiko hilo linathibitisha wazi, na ndio maana unaona hata kulipotokea changamoto za ile harusi kwamba kumetokea kwamba vinywaji vimekwisha, mama yake Yesu ilimbidi amwambie mwanae kuhusu sasa wanafanyaje. Bajeti waliokuwa nayo nzima imetumika na sasa vinywaji meza kuu vimeisha, wanafanyaje? Ndipo ikabidi mwanae achukue jukumu la kutumia miujiza ya kubadilisha maji kwenda kuwa divai, ili meza kuu, mkuu wa meza, mgeni rasmi asipate changamoto yoyote katika sherehe ile ya Yesu Kristo. Kwa Yesu alioa na Yesu alikuwa na watoto, na yako maandiko mbalimbali yanaonesha tangu Yesu alipokuwa akitafuta mwanamke na mpaka kufikia hatua ya sherehe. Next time nitakuonyesha Yesu wakati anaanza kufuatilia mwanamke, amini sasa mnaita sijui kutongoza, lakini ilikuwa ni kujiintroduce kwa mwanamke, kuonyesha wema wake. Nafikiri nikugusie tu kidogo mahali fulani ambapo uliona Yesu anasema, anamwambia mwanamke fulani kwamba wewe ungenijua mimi ni nani, ungeniomba mimi ndio nikupe wewe maji. That's what the sound. Na nikikufafanulia vizuri pale utaelewa, kwa sababu hata wanafunzi wake Yesu mwenyewe walipomkuta Yesu by that time anaongea na yule mwanamke, wanafunzi wake Yesu wenyewe walistaajabu. Walikaa pembeni, andiko limesema wazi, walikaa pembeni wakiangalia, hawakuweza kusogea. Kwa sababu gani? Ipo siku nitakufafanulia vizuri kuhusu andiko hili. Leo halikuwa jukumu langu. Jukumu langu ni kukuonesha kwamba Yesu alioa na Yesu alikuwa na watoto, na sherehe ilifanyika mji wa Kana uko nchi ya Galilaya, mji wa Galilaya Kwa ndo hivyo, kwa Yesu alioa, hiyo haina ubishi. Yesu alioa na alikuwa na watoto. Kwa wale ambao mnasema sijui Yesu hakuoa, Yesu sijui hakuwa na nini, hapana, Yesu alioa na maandiko yamethibitisha wazi. Kwa sidhani kama tutakuwa na complications za kudebate kuhusu hilo, kwa sababu Biblia yenyewe imeandika wazi. Kama utadebate, maana yake you will go against the Bible, you will go against the word of God. If you are going through the word of God, huwezi ku against hicho kitu, kwa sababu kipo katika maandiko. Nenda kasome Injili ya Yohana na nitakuwekea vifungu hapo kwenye screen ili uweze kwenda kusoma moja kwa moja. Usisahau kwamba this is a prophet Mlundi, ama prophet from Watafiti. Kazi yangu ni kufafanua maandiko mbalimbali yaliyoko katika Biblia ili kutengeneza deep understanding among Africans and watu katika ujumla wao katika ulimwengu huu. Ndio kazi yangu. Thank you for watching. Keep following, comment, like and share. This is Watafiti.